Siku ya Friday ambapo si huwa na ibada, tulikuwa tunanena kuhusu damu ya Kristo, na tuliona jinsi ambavyo kazi ya damu ambayo inafanya kazi, na tukafikisha mahali ambapo hatukuendelea sana sababu ya wakati ule tulikuwa naye. Tukasema kwamba tutakuja kuendeleza hili neno la Bwana na ili likawa msaada ndani yetu. Tulipokuwa tunanena kuhusu damu ya Yesu, tuliweza kuona ya kwamba damu ya Yesu ndiyo hutupatia ushindi. Damu ya Yesu ndiyo inafanya kazi, ndiyo mwagika msalabani miaka yote ambayo imepita. Tunajua ya kwamba hata sasa bado damu ya Yesu inafanya kazi. Praise the Lord. Ningependa kusomewa katika Mathayo 26 mstari wa 27. Mathayo 26 mstari wa 27 mpaka 29. Tutasomewa katika kitabu cha Ibrania 9 kuanzia mstari wa 11. 27 to 29, 26, 27 to 29. Matthew 26. 27 to 29. Mathayo 26 kuguo gicoka kioya gikombe gicokia ngatho akĩmanengera akĩmera atĩrĩ, nyuanĩrai inyuothe, ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro ĩrĩa ĩgũitwo nĩ ũndũ wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa kũrekanĩrwo kwa mehia. Ngũmwĩra atĩrĩ, ndikũnyua rĩngĩ ndibei ya maciaro ma mũthabibũ kuma rĩu nginya mũthenya ũrĩa ngamĩnyuanĩra na inyuĩ ĩrĩ njerũ ũthamaki-inĩ wa Baba. Tusome Hebrew 9 verse 11. Hebrew 9 verse 11 to 28. Rĩrĩa Kristo okire arĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene wa maũndũ mega marĩa marĩ kuo rĩ, nĩagereire hema-inĩ ĩrĩa nene na nginyanĩru ĩrĩa ĩtathondeketwo na moko ma andũ, na ũguo nĩ kuuga ti mũmbĩre wa thĩ ĩno. Ndatonyire nĩ ũndũ wa thakame ya mbũri na njaũ, no yatonyire handũ harĩa hatheru mũno rita o rĩmwe rĩa kũigana, na ũndũ wa thakame yake we mwene. Arĩkĩtie gũkũũra andũ a ũkũũri ũrĩa ũtagathira, thakame ya mbũri na ndegwa na mũhu wa mori icinĩtwo ciaminjaminjĩrio arĩa marĩ na thaahu, ciamatheragia na ikanina thaahu mĩĩrĩ yao. Ithe thakame ya Kristo ũrĩa werutire arĩ igongona rĩtarĩ kaũũgũ harĩ Ngai nĩ ũndũ wa roho wa tene na tene, ndĩngĩgĩtheria thamiri citũ makĩria nĩguo itigane na ciĩko iria cierekagĩria mũndũ gĩkuũ-inĩ, nĩguo tũtungatagĩre Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, Kristo nĩwe mũiguithania wa kĩrĩkanĩro kĩerũ, nĩguo arĩa metĩtwo mahote kũgaĩrwo igai rĩrĩa rĩranĩirwo rĩtagathira, kuona atĩ rĩu nĩakuĩte arĩ mũkũũri wa kũmakũũra kuma mehia-inĩ marĩa mekĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ kĩrĩa kĩa mbere. Tondũ ha ũhoro ũkoniĩ kwĩgaya-rĩ, nĩ kwagĩrĩire kũmenyeke wega atĩ ũcio wĩgaĩte nĩakuĩte, nĩ ũndũ kwĩgaya kũgĩaga na hinya rĩrĩa mũndũ ũrĩa wĩgaĩte arĩkia gũkua. Wacha turudie 14 ndio tumalizie hapo. Ithe thakame ya Kristo ũrĩa werutire arĩ igongona rĩtarĩ kaũũgũ harĩ Ngai nĩ ũndũ wa roho wa tene na tene, ndĩngĩgetheria thamiri citũ makĩria nĩguo itigane na ciĩko iria cierekagĩria mũndũ gĩkuũ-inĩ, nĩguo tũtungatagĩre Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Amen. Tulipokuwa tunanena kuhusu damu ya Yesu na mashinisho ile muno, tulipokuwa tunanena kuhusu damu ya Yesu, tulizungumza mambo kadha wa kadha, na Mungu wetu akatusaidia kujua ya kwamba kuna kazi
ambaye damu ya Yesu inaifanya. Kwa hivyo katika Biblia tumesomewa ya kwamba katika Agano la Kale damu ya Yesu damu ilitumika kama ni kuosha, ama ilikuwa inaosha dhabihu iliyokuwa inatolewa. Lazima damu ya Yesu ingetumika ili ya kwamba ioshe dhabihu ambayo tulikuwa nayo. Dhabihu yoyote ambayo ingeletwa mbele za Bwana, pia nasema ya kwamba ilihitajika, hata kama damu ni ya kondoo. Biblia imesema katika Hebrew ya kwamba kulikuwepo na damu ambayo ni ya kondoo and the calves, na kama ile damu iliweza kuosha, kama ile damu ilitumika ili ikaweza kuosha dhambi ambazo watu walitenda, ama ikaweza kuosha the sacrifices ambazo zilikuwa zinatolewa. Verse 14 inauliza ya kwamba mara ngapi damu ya Yesu nayo inaweza kufanya kazi kupitia Roho ambao unaishi milele. Tunaulizwa ya kwamba how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Tunasomeshwa, tunaambiwa ya kwamba kama damu ya Yesu ambayo ilimwagika pale msalabani ina uwezo wa kutuosha na tuwe safi, maisha tunayoyaishi iwe imeoshwa. Ile damu ambayo ilimwagika pale msalabani, kabla nikupatie kazi ya damu katika msalaba, tunaambiwa ya kwamba ilimwagika kwa ondoleo la dhambi. Praise the Lord. Tunafahamishwa ya kwamba kuna damu katika msalaba pale iliyomwagika katika New Testament, na haikuwa inamwagika tu bure, ilimwagika kwa kusudi, ili ya kwamba makosa ambayo tulikuwa tunatenda wala ilikuwa imetendwa, damu ya Yesu ikaiosha na ikaisha. Ndiposa tunaambiwa in the Old Testament ya kwamba watu walikuwa wanatoa damu za kondoo, za ng'ombe, na zilifanya kazi. Lakini mstari wa 14 tunaulizwa ya kwamba nayo damu ya Yesu Kristo ambayo ilimwagika pale msalabani, mara ngapi inaweza fanya kazi kuliko damu ya kondoo? Na nena kazi ya damu ya Kristo ambapo ilimwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Inasema ya kwamba ilimwagika msalabani ili iweze kuosha dhabihu zote zile ambazo tunazileta mbele za Bwana. Inamaanisha hivi, the work of blood provide solutions to our problems. Unaambiwa nini? Ya kwamba damu ya Yesu imelinganishwa na damu ya kondoo ambapo zilikuwa zinatolewa hapo mbeleni. Inalinganishwa, tunaambiwa ya kwamba kama damu ya kondoo iliosha na ikasafisha, kama damu ya ng'ombe ilitumika na ikaweza kuosha na ikaweza kuambia mtu fulani, wacha damu imwagike hii, ikumwagikie, ikuoshe damu, ikuoshe dhambi zako. Yaani tunaambiwa ya kwamba inaweza kuwa mara ngapi kama ni damu ya Yesu ingeashiriwa ituoshe. Ndiposa tunaambiwa ya kwamba it provide solutions to our problems. Yaani ina suluhu la shida yetu. Kwa hivyo damu ya Yesu sio damu tu jinsi ambavyo tulielewa ilimwagika msalabani, lakini tunaambiwa ya kwamba inaleta jawabu katika shida zetu.
Jambo la pili tunaambiwa ya kwamba it cleanses our sins. Hiyo ndio kila mtu anajua ya kwamba ilipomwagika msalabani, ilimwagika ili tuweze kuondolewa dhambi zetu. Na Yesu pale msalabani akasema yote yameisha, maana damu yake ilimwagika na ikaondoa kila aina ya dhambi. Tunaambiwa ya kwamba it brings about forgiveness. Yaani damu ambayo ilimwagwa ya ng'ombe, damu ambayo ilimwagwa ya kondoo, kuna kazi ambapo haiketosha kuifanya. Ni kweli ilitumika na wale watu wa kitambo, makuhani wakaitumia ili ya kwamba mvua pengine inyeshe, lakini tunaambiwa ya kwamba haikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi za mtu. Praise the Lord. Haikuwa na nguvu ambayo ingeondoa dhambi ya mtu na isahulike. Yaani haikuwa na uwezo wa kusamehea mtu dhambi zake. Ni kweli Biblia inasema ya kwamba ilitumika na ikafanya kazi katika mstari wa 11 kuendelea mstari wa 12 ya kwamba mstari wa 13 inasema ya kwamba for in the blood of goats and bulls and the ashes of the hivers sprinkled. Yaani ilipomwagiliwa watu ama ilipomwagiliwa dhabihu ilifanya kazi kama ni mvua ilinyesha. Lakini tunapoilinganisha na damu ya Yesu, tunaambiwa ya kwamba damu ya Yesu ilifanya zaidi. Haikumwagiliwa tu kwa kila kitu tu na ikafaulu, lakini ilipomwagika pale kwanza ikatusimamia sisi wote. Praise the Lord. Utofauti ni ya kwamba ile damu ambayo ilikuwa inatolewa lazima ikemwagiliwa kitu ambacho kiko hai ama kitu ambacho kinaonekana, na inamwagiliwa na hiyo kitu inaondoka. Kwa hivyo siku ya kesho kama ni dhambi imepatikana lazima ingeshindwa tena. Siku ya pengine ambayo inayofuata kama mvua imekataa kunyesha lazima ingemwagwa tena. Lakini tunalinganisha, tunaambiwa ya kwamba damu ya Yesu Kristo ilimwagika mara moja na ya kutosha. Praise the Lord. Hakuna damu nyingine ambayo itakayemwagika ili ya kwamba tuweze kusamehewa dhambi zetu. Hakuna damu nyingine ambayo tunaingoja imwagike ili ya kwamba tuweze kuletewa msamaha wa dhambi. Kwa hivyo kama ni kusamehewa, tulisamehewa msalabani moja na ya kutosha. Kama ni shida zetu, tunaambiwa kwamba it gives solutions to our problems. Kwa hivyo kama ni shida ambazo zilikuwa ni za kuabudu Bwana, kama ni shida ambazo zilikuwa ni za makanisa, yaani tunaambiwa kwamba it brings solution to our problems. Wakati ambapo tunaleta dhabihu zetu, yaani damu ya Yesu tunapoinena inaleta suluhu. Praise the Lord. Tunaambiwa kwamba has power to release the grip and the great curses. Bado nataka tulinganishe damu hii ambayo tunanenewa kuhusu mstari wa 13 ya kwamba ilikuwa ya kondoo. Wakati ambapo mtu angelaaniwa ama mtu awe mgonjwa, ugonjwa ambao hauponi, lazima kungelichinjwa. Si hata wakati huu kuna watu huchinja, si ni kweli? Wanasema ya kwamba sijui wanachinja ndio waondoe the curses. Si ni kweli? Kuna watu hufanya vile na wanaifanya ili ya kwamba ni kama waondoe dhambi kwao. Kama kwao kumekuwa na shida fulani, yaani wanamwaga damu ama wanadanganywa wamwage damu kama jinsi ilivyokuwa inafanyika kitambo. Lakini tunaambiwa ya kwamba damu ya Yesu ilimwagika ikiwa ya kutosha. Hii damu ambayo inamwagwa haitaleta suluhu katika maisha yetu. Tunafahamishwa ya kwamba ni vyema kuamini damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani. Na ndiposa tunaambiwa how much more will the blood of Christ inaweza fanya kazi. Tunafahamishwa ya kwamba wacheni tuamini damu ya Yesu, ili tunapoita damu ya Yesu inaleta suluhu katika maisha yetu. Praise the Lord. Kuna mambo mengine ambapo hatuhitaji
tunahitaji damu imwagike kwetu. Yaani tunaambiwa ya kwamba vile tumesoma ya kwamba yaani damu ya Yesu kazi yake inaondoa all the curses, the grip of the curses. Praise the Lord. Wewe ambao unafeel ya kwamba nililaaniwa, yaani hata kazi ninayoifanya haina baraka, yaani ile kazi ambayo mimi nimeianzisha haiwezi kamilika, manake nililaaniwa. Tunaambiwa ya kwamba the blood of Jesus has power to release the grip and the great curses. Yaani mondo ni akuingira ile kiumbi, lakini tunaambiwa ya kwamba ni damu ya Yesu tu peke yake. Hata watu wakichinja mbuzi 100 bila damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani, laana haitaondoka. Praise the Lord. Ni vyema tujue ya kwamba kuna mambo mengine hatuwezi kayaondoa. Jinsi watu wa dunia wanavyoifanya, sisi wa Kristo tunafahamishwa ya kwamba ni vyema kukumbuka damu ya Yesu ambayo ilimwagika mara ya kwanza na ya kutosha. Hata kama watu walitulaani, tunahitaji kuamini nguvu iliyo katika damu ya Yesu. Praise the Lord. Hakuna jinsi ambavyo Yesu atakuja tena damu yake imwagike, manake ile iliyomwagika Kalvari ilitosha. Ni haja tu kuamini damu ya Yesu. Praise the Lord. Haja tu ya moyo wangu kuamini ya kwamba damu ya Yesu ina uwezo wa kufanya kazi. Hauna haja kusumbuliwa na laana, hauna haja kusumbuliwa na shida, manake tuko na damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani mara moja, tuna ya kutosha. Jiulize ndani yako, kwa nini watu wachinje siku ya leo damu, siku ya kesho waichinje, siku ingine ambayo inakuja bado watumie the same criteria? Lakini tunaambiwa ya kwamba damu ambayo ilimwagika msalabani ya Yesu ilitosha. Praise the Lord. Hiyo damu ilitosha. Na kama ya ale mwanane chinga mtu, tunaambiwa vipi? It brings peace of mind. It cleanses the memories of sins. Praise the Lord. Yaani ule ukumbusho uko katika akili yako, hakuna damu nyingine inaweza kuondoa. Lakini tunapoamini damu ya Yesu, yaani inaondoa mafikra ya dhambi ambazo nilizozitenda. Yaani damu ya Yesu tunapoiamini na tunapoitaja, inatupa ukumbusho ya kwamba ni kweli haya makosa ilitendeka, ni kweli nilikuwa ndani ya hii makosa. Lakini damu ya Yesu inapokuja, it erases whatever is in your memory. Kama ni ya dhambi, Mungu anaiondoa. Ndivyo tunaambiwa ya kwamba it brings peace of mind and it cleanses the memory. Ya kumbiwa. Yaani damu ya Yesu tunahitaji kuiamini kuliko jinsi ambavyo tulivyoiamini jana. Ilimwagika miaka 2000 imeenda, lakini hiyo damu bado ina uwezo. Praise the Lord. Bado hiyo nguvu ina uwezo. Unasikia kwamba kila mtu ambaye anataja damu ya Yesu iko na uwezo wa kufanya kazi kulingana na jinsi ambavyo utaibeba. Praise the Lord. Yaani ambavyo utakavyoibeba damu ya Yesu, hivyo ndivyo ina nguvu ndani yako. Yaani ukiibeba lightly haitafanya kazi. Kwa vile utakavyoiamini, hivyo ndivyo itakavyofanya kazi. Naambia watu Friday ya kwamba ndipo unaona wakati tatizo limekuja, kama jinsi tumesoma pale tukisema ya kwamba tunapotaja damu ya Yesu Kristo pia mapepo inatii. Mwadhani ya kumio. Na tunasema ya kwamba ni vyema wakati ambapo Mungu amekubariki, Mungu amekuinua, ambapo Mungu amekupandisha katika level nyingine, ni vyema kukumbuka si kazi yangu mimi binafsi wala si uwezo wangu, lakini ni kwa damu ya Yesu Kristo ambayo inafanya kazi ndani yangu. Praise the Lord. Sio kwa vile mimi ni mwema, sio kwa vile tu mambo haya yote yamefanyika, lakini ni damu ya Yesu imeondoa
shida ambazo ningekutana nazo. Ni damu ya Yesu ambayo imeeleza dhambi ambazo nilikuwa natenda hapo mwanzo. Ni damu ya Yesu ambayo imeondoa mafikra ambayo nilikuwa naye ya kufanya mambo ambayo hayastahili. Kwa hiyo tunataka kujua ya kwamba kama hakuna damu, ushindi hatutapata. Praise the Lord. Kama hatutatumia damu ya Yesu katika hali yeyote ambayo tunafanya kazi, tena shida zetu zitapatikana. Maana yake tumesema nini? The blood of Christ brings solutions to our problems. Yaani inaleta suluhu katika shida zetu. Tunaambiwa ya kwamba tunafaa tu kunena na kuliita damu ya Yesu, kumwambia ya kwamba iliyomwagika pale msalabani, Bwana, hiyo damu ndio tunahitaji. Praise the Lord. Shida zingine ambazo tunazibeba ni kutofautisha. Hatuna kutofautisha damu ambayo inamwagwa na watu wa dunia na damu ambayo Kristo aliyoimwaga. Tunaambiwa ya kwamba damu ambayo Yesu aliimwaga, kumbuka ya kwamba huyu alikuwa ni Mungu. Praise the Lord. Kwa hiyo haikuwa damu tu ya kawaida, lakini kumbuka ya kwamba huyu alikuwa Mungu mwenyewe, na akaangikwa msalabani kuonyesha na kudhibitisha ya kwamba damu yake ina uwezo zaidi ya jinsi ambavyo tunaweza fikiria. Praise the Lord. Ni jambo tu hatuamini damu ya Yesu jinsi inavyofanya kazi. Ni vile hatujatambua nguvu ambaye iliyo katika damu ya Yesu. Wanalia leo woshi. Na ulitokamenya hijawa kama ya Yesu. Netoka hota wotonia marema tulema. It represent life. Yaani maisha ambayo unaishi sio yako. Maisha ambayo uko naye siku ya leo, ukifikiria na ufunge macho ujiulize, haya maisha ninayoishi ni yangu kweli ama ni damu ya Yesu inafanya kazi? Praise the Lord. Maana kama sio damu ya Yesu, wewe ungelikuwa nani? Ungeitanishwa na nani? Au ungeitanishwa na mwili wa Kristo? Maana mwili wa Kristo ulioangikwa pale msalabani, damu ilimwagika, ilifanya kazi pamoja. Tunaulizwa katika mstari wa 14, kama damu ya kondoo, kama damu ya zile ng'ombe zilizotolewa kafara ilifanya kazi, how much more will the blood of Christ? Bwana ni yakubio. Tunahitaji kuamini hii damu, hata kama watu hawataiamini. Sisi tunahitaji kuiamini zaidi, maana yake haitamwagwa tena, ilimwagwa moja na ya kutosha. Maisha ambayo tunaishi tumeambiwa kwamba it represent life. Ile maisha tunayoishi, tunaishi kwa damu ya Kristo. Yaani uwezo ambao Mungu ametupatia, tunafanya kazi kwa ajili ya Kristo. Nilikuwa najiuliza, na kama sio damu ya Yesu ilimwagiwa msalabani, tena sisi tungelipatikana wapi? Katika Bible study yetu ningependa mtu afunge macho yake tu. You can just close your eyes. Sipokuwa ni mimi tu na kumulika nione kama umefunga macho yako. Close your eyes. Fungeni tu hiyo macho yenu. Mnangoja watu wafunge macho yao. Alafu jiulize ya kwamba maisha ambayo ninayoishi ni yangu binafsi kweli? Maisha ambayo mimi ninayoishi, ninaishi maisha ambaye imekuwa represented by what? Pengine kuzaliwa kwangu kulitolewa kafara ya mbuzi. Pengine pia kulewa kwangu, pengine ulikojeka kukachinjwa. Katika kuolewa kwako lazima kukechinjwa. Katika kusoma kwako lazima kukechinjwa, kutolewa kafara kulingana na kuamini kwao. Lakini umesema ya kwamba Bwana, maisha yangu ni kwa ajili ya damu ambayo ilimwagika msalabani. Kiwa tumefunga macho yetu, ni kujiuliza swali hili: kama sio damu yako Bwana,
ningelikuwa nani? You said that you bring solutions to our problems. Ningependa kukuamini Bwana zaidi ya jinsi nilivyokuamini jana. Ningependa ufungue kinywa chako ukiwa tu umeketi, uombe uye Mungu, Bwana, nitazidi kuamini damu yako. Nitazidi Bwana kuamini damu iliyomwagika msalabani. Bwana, kuamini damu ni kukuamini zaidi. Kuamini damu yako Bwana ilimwagika mara moja na ya kutosha. Ningependa uombe tu polepole ukiwa tu umeinamisha uso wako. Mwambie Bwana, nitaamini damu yako zaidi ya jinsi nilivyoamini damu ambazo zinatolewa. Biblia imesema ya kwamba zilizotolewa zilifanya kazi, na ni kweli. Lakini how much more will your blood, oh God? Katika damu yako Bwana itafanya kazi vipi na njia gani? Uwezo ambao uliye nayo Bwana una nguvu. Umesema ya kwamba it represents life. Umesema ya kwamba it brings peace of mind and it erases the memory of sins. Kama makosa niliyoitenda Bwana, nahitaji kuamini damu yako. Niliamini watu, nikaamini nguvu za watu, nikaamini uwezo, nikaamini msaada wa watu, nikaamini watu wetu. Lakini tunaambiwa ya kwamba it is only the blood of Christ ambayo imetufikisha mahali tumefika. Kama sio damu ya Yesu tena tungelaaniwa. Imesema ya kwamba hakuna laana itakaye tumaliza kama tutaamini damu ya Yesu. Kwa hivyo kulaaniwa kwetu hatutaogopa, manake tunaye damu ya Yesu. Tunaye damu ambayo ilitiririka msalabani. Bwana tusaidie. You says Lord that it brings authority and deliverance. Tunaamini Bwana damu yako nego turuta kinyoko ine na itatupatia nguvu ya kusimama vyema. Your blood, Lord, brings protection. Inatupa Bwana kutulinda, hata walinda lango wanapolinda lango Bwana, bila damu yako haitakuwa sawa. We need to trust the blood. No other way. Your salvation depends on the blood of Jesus. Trust him today. Trust him more today, that your call will stand. Kama sio damu yako Yesu, kama sio damu yako Yesu,